Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karibuni katika darasa za Mwalimu Abul Hassan Jumar, mtaalamu wenu wa elimu za namba na kutafsiri ndoto mbalimbali na kutatua shida mbalimbali. Tukiwa tunaendelea katika utaratibu wetu wa kuelezea matukio ya kila mwezi, na haya ni maandalizi ya mwezi huu ambapo inaanza tarehe 2 ya mwezi wa 5 mwaka 2025 mpaka tarehe 2 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Ikiwa tuanza kuelezea nyota yetu ya kwanza ambayo ni kondoo, matukio ya mwezi huu ni wakati wa kufuatilia taarifa ambazo utakazozipata. Ndugu wa kike, yani madada, na ndugu wa kiume ambao ni makaka, kutakuwa kuna taarifa muhimu za misaada ambazo wahitajika wewe kuwasaidia. Pia vile vile wale walikuwa wameoa na kuolewa, pia ni kipindi kizuri cha kufanya misaada, yani kwa wakwe. We mke uliolewa manake ni upande wa mumeo, wazazi wake, na we mume ulioa ni upande wa mke, wazazi wake. Na pia ni wakati mzuri wa kujielimisha zaidi au kutafuta elimu, lakini ni wakati wa kuwa muangalifu zaidi kwa sababu ya migogoro au magomvi, na zile habari utakazopokea ni vizuri kwa nazo makini. Namba ya bahati ni namba 7. Na upande wa mapenzi kwa mwezi huu, unaweza ukaleta msisimko mpya katika maisha ya mapenzi. Hata hivyo, kwa sababu Venus ikiwa katika ile mzunguko wake ni mpaka Mei 21, inatakiwa kuwa na busara katika kuepuka maamuzi makubwa ya kimapenzi hadi kipindi hicho kipite. Na upande wa uchumi kwa nyota hii ya kondoo, ni wakati wa kuwa makini na matumizi yako, na pia epuka uwekezaji wa hatari na kuzingatia mipango ya kifedha ya muda mrefu. Na nyota ya pili ambayo ni ng'ombe, matukio ya mwezi huu, taarifa kwa wazazi, walezi, ni vizuri ukaangalia wazazi wako, na pia kuna hali ambazo zitakawakuta wazazi wako. Na pia ni kipindi cha kuangalia jinsia. Wewe mwanamume ukaangalia jinsia ya kike, na wewe mwanamke ukaangalia jinsia ya kike, yani ukawaangalia watu wa jinsia tofauti na wewe. Na wale ambao walikuwa wamewekeza katika ardhi, yani mashamba, viwanja, ni wakati mzuri pia wa kukagua vitu kama hivyo. Na wale ambao walikuwa wameweka akiba zao, au ni wakati wa kufuatilia, haswa kwa watu wanaochimba madini. Walikuwa uchimbaji katika madini, ni wakati mzuri kwa sababu watafanikiwa kupata. Sasa kupata zaidi pia nimekuwa naelezea katika vipindi mbalimbali, kuna hitajika maarifa au kuna hitajika maandalizi ya shughuli maalumu ili kuweza kufikia hayo madini kwa wingi zaidi. Lakini kwa kipindi hiki, watu wa nyota ya ng'ombe ambao mnahusika na madini, mnayo nafasi nzuri ya kufanikiwa. Na namba ya bahati ni namba 17. Upande wa mapenzi mwezi huu, utaleta msisitizo kwenye mahusiano, na wakati mzuri wa kuimarisha uhusiano uliopo au kuanzisha mahusiano mapya. Na upande wa uchumi, fursa za kifedha zinaweza kujitokeza, lakini ni vizuri kwa makini na matumizi yako. Na pia ni vizuri ukaepuka matumizi yasiyo lazima. Na nyota ya 3 ni nyota ya mapacha. Mtapokea taarifa mbalimbali au ujumbe mbalimbali, zawadi mbalimbali. Na pia kwa wale ambao walikuwa wajawazito, wategemee kujifungua vizuri, na wale ambao walikuwa na watoto, ni kipindi kizuri. Ni kipindi kizuri cha kuangalia malezi ya watoto. Na pia vile vile ni wakati wa kutafuta uchumba, yani kutafuta wachumba. Haswa wanawake, ni wanaume watafute wanawake, ni wachumba. Na pia ni vizuri kupata marafiki, yani marafiki wataojitokeza, ni vizuri na wewe ukawafurahia na ukaendeleza urafiki vizuri. Namba ya bahati ni namba 54. Upande wa mapacha kwenye mapenzi mwezi huu unaweza kuleta mabadiliko katika maisha ya mapenzi.
na uepuke maamuzi ya haraka na kuzingatia mawasiliano ya wazi. Hii kujificha ficha sio mazuri katika mapenzi kipindi hiki. Na upande wa uchumi ni wakati wa kupitia mipango yako ya kifedha na kufanya marekebisho ambayo yatakayohitajika. Na nyota ya 4 ni nyota ya Kaa. Kipindi hiki mtaumwa zaidi, na hasa watu waliokuwa katika mji wa Dar na pembezoni, Morogoro, Zanzibar na maeneo ya karibu Tanga, ni kwamba mtasumbuliwa zaidi na maradhi hapa na pale. Inategemea kwa sababu ya hali ya hewa pia. Lakini pia ni wakati wa kudhulumiwa. Mtapata kudhulumiwa zaidi watu wa nyota hii ya Kaa. Na upande wa kuhama kwenda sehemu, yani kutoka sehemu na kwenda sehemu, itajitokeza zaidi, na inaweza ikawa ni nzuri kutegemea na bahati ambazo uko nazo. Upande wa bahati huwa watu hawachangii zile suudi zao au fortune zao. Kila mtu anakuwa na bahati zake, lakini matukio mnakuwa mnachangia. Kwenye matukio hakuna mtu atakuwa na matukio tofauti kwenye kundi moja la nyota. Lakini bahati, kundi moja la nyota mtakuwa mpo tofauti. Na hili ndio maana huwa na shauri zaidi watu wakawa wanatatua matatizo yao kuliko kutegemea kusikiliza matukio. Napokuwa nataja matukio mazuri, watu wengi hulalamika kuona kwa nini hayajakuwa, badala ya kuangalia zile bahati ambazo wako nazo au mikosi ambayo wako nayo. Na ikiwa una mikosi, ni vizuri zaidi ukatatua. Kwa hiyo kwenye kutatua unakuwa unajiwekea nafasi nzuri ya mambo yanapokuwa yanakujia mazuri yakaweza kuendelea na ukanufaika zaidi. Namba ya bahati ni namba 19. Upande wa Kaa kwenye mapenzi mwezi huu unaleta msisitizo kwenye maisha ya nyumbani na mahusiano ya karibu. Kwa ni vizuri wale waliokuwa wameoa wakaangalia zaidi familia zao, hasa wake zao. Na wale ambao walikuwa kwenye uchumba, basi ni vizuri wakawa makini na uchumba wao. Pia ni wakati mzuri wa kuimarisha uhusiano na familia kwenye hii nyota ya Kaa. Tayib, upande wa uchumi, fursa za kifedha zinaweza zikajitokeza kupitia mirathi au uwekezaji wa muda mrefu. Yani mirathi si lazima mtu afe ndo akubakishie mali. Mirathi inawezekana mtu akawa amekukabidhi kitu au amekuachia kitu, ni kuonesha kwamba amekuachia na unatakiwa kukisimamia vizuri. Tayib, nyota ya 5 ni nyota ya Simba. Kipindi hiki mahusiano au yule ambaye unamtafuta atakuwa ndio sahihi utakayekutana naye. Kwa hiyo ni vizuri ukadumisha uhusiano huo. Watu wengi wamekuwa katika mahusiano wamekuwa na kufananisha. Yani anaona yale aliyomkuta nyuma na haya aliyokutana nayo sasa yaweza yakawa ndio kama yale. Sasa hizi ni fikra si nzuri, na ndio maana nashauri watu wakawa wanapeleka majina au wanatafuta ushauri kwa wataalamu kutaka kumjua. Sio majina pekee, kuna vitu vingi vya kuangalia kutaka kumjua yule aliyokuwa mkweli zaidi. Japo matukio yameonesha ni sahihi kwako, lakini kuna kuhitaji kupata uhakika wa kumjua huyo aliyokutana naye ndio chaguo sahihi, na itakuwa ndio hivyo. Lakini haya kuanza kujikinga au inakuwa ni kama kujikinga haswa, au yani kujidefense. Unaona huyu atakuwa kama yule, sasa subiri. Unaanza kumchuna, unaanza kuchukua hela zake mapema kwamba akiondoka wewe umeshanufaika. Ndugu yangu, utakuwa unaendelea kuwa hivyo na matatizo yako na malalamiko ambayo hayatoisha sana, utabaki na huzuni peke yako. Pia vile kipindi hiki mambo mengi yatabadilika, yatakuwa si mazuri. Utaona yale yaliokuwa mazuri sasa yanakuwa ni mabaya, na yale yaliokuwa mabaya sio kwamba yatakuwa mazuri, ndio yatakuwa mabaya zaidi. Na pia ni kipindi cha kupata safari za kwenda mbali, haswa na kupata ushirikiano mzuri wa marafiki, wa kufanya biashara na mambo kama hayo katika ushirikiano au ushirika.
Namba ya bahati namba 20. Watu wa Simba, katika mapenzi mwezi huu unaweza kuleta msisimko mpya katika maisha ya mapenzi pia. Kwa hiyo ni vizuri ukaepuka maamuzi ya haraka na kuzingatia mawasiliano yale ya uwazi. Kwenye uchumi ni wakati wa kupitia mipango yako ya kifedha na kufanya marekebisho yanayohitajika. Na nyota ya 6 ni nyota ya mashuke. Kipindi hiki utakuwa na huzuni nyingi, utafanyiwa vitimbi vingi, utapokea taarifa za huzuni nyingi, misiba, utaona unapokea hiyo taarifa za ajali, taarifa za watu wako wa karibu kupata matatizo mbalimbali ya maradhi, ya kupata vizuizi. Lakini ni kipindi ambacho utapokea mirathi. Mirathi ni kile kitu cha kurithi au kupewa au kukabidhiwa, hata kama ile kushikiwa, kwamba nishikie kitu fulani, nisimamie kitu fulani. Lakini pia jiepushe zaidi na matembezi yako kwenye kula na kwenye kukaa na hata kwenye kulala, kwa sababu kuna nafasi kubwa ya kufanyiwa mabaya zaidi. Lakini pia wasiwasi utaendelea kukuandama hawa watu wa nyota ya mashuke. Na namba ya bahati ni namba 30 katika mwezi huu. Upande wa mapenzi kwenye mashuke, mwezi huu utaleta msisitizo kwenye mahusiano. Ni wakati mzuri wa kuimarisha uhusiano uliopo au kuanzisha mahusiano mapya pia. Upande wa uchumi, fursa za kifedha zinaweza kujitokeza, lakini kuwa makini na matumizi yako na uepuke matumizi yale yasiyokuwa ya lazima. Nyota ya 7 ni nyota ya mizani. Safari zitajitokeza za hapa na pale, milango itafunguka ya safari. Kwa wale ambao walikuwa wanafuatilia visa, ni wakati mzuri wa kufuatilia na watapata ikiwa hawana mikosi. Lakini nafasi kubwa itakuwa iko ugenini zaidi. Kwa kama utafanikiwa kutoka ulipo kaenda ugenini, hata ikiwa ni ndani ya nchi au nje ya nchi za jirani, basi kule utakapokuwa umefika itakuwa ndio fursa yako kubwa ya kuweza kufanikiwa. Na wale ambao walikuwa wanadaiwa, ni wakati mzuri wa kulipa ile madeni yao. Na pia ni nafasi ya kufanyiwa yale mambo yaliokuwa mabaya. Mambo ya mazingaombwe, mambo ya vini macho, kuona vitu ambavyo vitakuwa vinakutisha, ni hali ambayo itajitokeza zaidi katika kipindi hiki cha mwezi huu wa kinyota. Lakini pia mambo yatakayojitokeza ni kujitahidi zaidi kusoma vitabu na ndoto zako ufuatilie, kwa sababu itakuwa unapokea mara kwa mara ujumbe kupitia ndoto zako. Kwa hiyo ni vizuri ukapewa tafsiri ya nini zinaashiria ndoto zako. Taib, upande wa namba ya bahati ni namba 100. Ndio namba ya bahati katika mwezi huu. Na upande wa mapenzi, mwezi huu unaweza kuleta mabadiliko katika maisha ya mapenzi. Uepuke maamuzi ya haraka na kuzingatia maamuzi ya wazi. Upande wa uchumi ni wakati wa kupitia mipango yako ya kifedha na kufanya marekebisho yanayohitajika. Haya ni matukio ambayo nayataja kwa kila nyota, upande wa uchumi na upande wa mapenzi. Taib, nyota yetu ya 8 ni nyota ya nge. Utapata heshima kubwa, utapendwa, lakini pia ni vizuri kwa makini, kwa sababu utapata kesi ima ya kiofisi au ya kifamilia na hata ya kijamii kwenye hizi mahakama. Kwa ni vizuri kwa muangalifu na ujiandae kwa hilo. Na unayo heshima utakayoipata kubwa, kutegemea jinsi gani utakavyoendea mambo yako katika kipindi hiki. Lakini upande wa wazazi, walezi watahitaji msaada wako na ni vizuri ukawasaidia kwa namna yoyote. Upande wa kazi unayo nafasi kubwa ya kuimarika kwenye kipato, ima kazi zako, biashara zako na ukulima wako. Na wale waliokuwa katika matatizo kama mikosi, basi ni wakati mzuri wa kutatua mikosi kama hiyo. Na nimekuwa naelezea mara nyingi, mikosi ni ile hali ya kutofanikiwa mara kwa mara. Kila unalolifanya haliwi, kila unapojitahidi kubadilisha mwelekeo haiwi. Na kwenda kwa wataalamu sio ufumbuzi, kwamba lazima umeenda kwa wataalamu ndio umepata ufumbuzi. Hapana, kwa sababu hapo huwa kuna tofauti
unaweza ukafanyiwa na isiwe. Sasa inategemea na ujuzi wa mtaalamu huyo, lakini kiutaratibu inatakiwa tatizo linapojulikana basi likifanyiwa utatuzi na iwe hivyo, yani leo limetatulika. Vile vile kama maradhi umejulikana una maradhi fulani, basi ukapewa dawa ya maradhi hayo, maana yake utapona. Lakini ikiwa haukupona, maana yake itakuwa hiyo dawa haikufanya kazi. Kwa hiyo na haya mambo ya kiroho tunayotafuta katika kufanikiwa kimapenzi, kiuchumi, kiafya, inatakiwa kuangalia hivyo. Ukiona haijawa, hata usigombane, wewe endelea kufuatilia utatuzi. Upande wa mapenzi katika nyota hii ya Nge, mwezi huu utaleta msisitizo kwenye maisha ya nyumbani na mahusiano ya karibu. Ni wakati mzuri wa kuimarisha uhusiano na familia yako, kwa wale ambao walikuwa wameoa na wale walikuwa kwenye uchumba. Na uchumi, fursa za kifedha zinaweza kujitokeza kupitia mirathi au uwekezaji wa muda mrefu. Na nyota yetu ya 9 ambayo ni Mshale, kipindi hiki mafanikio yatakuwa ni makubwa. Mambo mengi utaona yananyooka, mipango mingi utaona unaipata. Sasa kufanikiwa katika mipango hiyo itategemea na bahati ambazo uko nazo. Kwa wale ambao wataona hawafanikiwi, jawabu wana mikosi. Kwa hiyo ni vizuri kuangalia mikosi yao na kuitatua. Matumaini yataendelea kuwepo katika nyota hii ya Mshale kipindi hiki cha mwezi huu wa 5 wa kinyota. Wataongeza marafiki, mapenzi yataongezeka pia, hadi nyingi zitakuwa ni zenye kufanikiwa, na misaada watapata au watapata pesa. Sasa kupata pesa nyingi itategemea na bahati zako, lakini kama huna bahati utaona unapata pesa kidogo ambazo kwako wewe hautaona kama ni msaada wowote. Namba ya bahati ni namba 12. Upande wa mapenzi katika nyota ya Mshale mwezi huu unaweza kuleta msisimko mpya katika maisha ya mapenzi, kuepuka maamuzi ya haraka na kuzingatia mawasiliano ya wazi. Upande wa uchumi ni wakati wa kupitia mipango yako ya kifedha na kufanya marekebisho ambayo yanayohitajika upande wa shughuli zako. Kama ni mfanya biashara, basi angalia matumizi yako na jinsi ambavyo biashara inavyoenda na mipango yako ya namna ya kuimarisha biashara hiyo, ima hiyo biashara ulioko nayo au kuanzisha biashara nyingine. Na kwa wale wafanyakazi kuangalia mishahara, maana upande wa wafanya biashara marekebisho ya kipato ni kuongezwa mshahara. Kama hujaongezwa mshahara, maana yake ni hicho unachokipata ukitumie kwa uangalifu. Twaib. Nyota yetu ya 10 ni nyota ya Mbuzi. Kipindi hiki cha mwezi huu wa kinyota, mwezi wa 5, uadui utakuwa mwingi, mambo mingi yatakubadilikia. Yani yatakuwa mabaya, utafanywa mabaya zaidi, huzuni zitaongezeka, unyonge pia utaongezeka, utafanyiwa hasadi ya kile ulichokipata, watu wanatamani kikuondoke pia. Kwa ni vizuri mkawa katika umakini na uvumilivu. Yani umakini si lazima ugombane na watu. Unamdai mtu, umeenda akupe pesa, amekwambia sina, ukagombana naye, zingatia matukio. Kwa ni vizuri kawa mvumilivu. Pia vile vile vitimbi mtafanyiwa vingi, shida zitaongezeka zaidi. Namba ya bahati ni namba 22. Upande wa mapenzi, mwezi huu utaleta msisitizo kwenye mahusiano. Ni wakati mzuri wa kuimarisha uhusiano uliopo au kuanzisha mahusiano mapya. Kwa wale ambao wanataka kuongeza manake mke, mwezi huu ni mwezi mzuri. Mwezi huu ni mwezi wa kuangalia yule ambaye atakuwa anakufaa zaidi na kuendelea naye uchumba mpaka ndoa. Na wale ambao walikuwa katika uchumba pia ni vizuri mkawa waangalifu zaidi ili msipoteze mahusiano yaliopo. Upande wa uchumi katika nyota hii ya Mbuzi, fursa za kifedha zinaweza kujitokeza, lakini kwa makini na matumizi yako. Matumizi yani si kwamba mtu akija na shida usimsaidie, msaidie, lakini angalia kama ulitaka kumpa 10,000 basi unaweza kumpa 5,000, unaweza kumpa ile ambayo utaona haina madhara kwako kuliko ukatoa zaidi. Lakini pia epuka matumizi yasiyo ya lazima. Matumizi yasiyo ya lazima unatakiwa kuepuka. Kununua vitu, unataka kuongeza nguo, viatu, unataka kuongeza furniture,
kipindi hiki usubiri kwanza. Toi, nyota ya 11 ni nyota ya ndoo. Kipindi hiki ni kipindi cha kupima afya yako. Ni vizuri ukaenda kuangalia afya. Lakini ni kipindi kizuri ambacho unaweza kuanzisha mahusiano, na ni kipindi kizuri unaweza kuanzisha biashara. Ni kipindi kizuri unaweza ukaomba promotion. Kama ni vyeo unaweza ukaomba. Ni kipindi muafaka kabisa, haswa ikiwa hauna mikosi. Na namba ya bahati ni namba 41. Upande wa mapenzi, mwezi huu unaweza kuleta mabadiliko katika maisha ya mapenzi. Ni vizuri ukaepuka maamuzi ya haraka na ukazingatia mawasiliano ya wazi. Mawasiliano ya wazi ni ile kutojificha ficha mambo yako. Ni vizuri kwa muwazi. Unafanya nini? Sema ni kwa nafanya nini. Sio kuna kitu umefanya alafu ukaja ukasema nilikuwa sifanyi kitu kama hicho. Kwenye mahusiano jitahidi kuwa muwazi zaidi. Lakini kwenye uchumi ni wakati wa kupitia mipango yako ya kifedha na kufanya marekebisho ambayo yatakayohitajika. Marekebisho ni kutegemea na wewe unataka kufanya biashara gani, unataka kununua nini, unataka kusaidia nini katika uchumi, hiyo itakusaidia. Na nyota ya mwisho ambayo ni nyota ya samaki. Kipindi hiki ni kipindi kizuri kwa kununua, kuuza mali zako, pia ukaziimarisha zaidi katika biashara. Lakini watakuja watu kutaka misaada, ni vizuri ukawasaidia. Na wewe kama ulitaka kununua nyumba, magari, chochote, kwa kipindi hiki ni wakati mzuri zaidi ukafanya manunuzi ya kile ulichokuwa unataka kukinunua. Lakini akiba zako ni vizuri pia ukaziangalia. Si vizuri ukaenda kutoa akiba zote ukanunua, ni vizuri ukaangalia. Lakini ni wakati mzuri wa kuweka tena akiba. Matumizi utanunua, lakini wakati mzuri pia wa kuweka akiba. Unaweza ukanunua kidogo na ukaweka akiba kidogo, au ukanunua nusu na ukaweka nusu akiba. Lakini ni wakati mzuri wa kutafuta zile sababu za kimaisha. Sababu za kimaisha huwa inakuwa ni kazi. Kwa hiyo ni vizuri ukaomba kazi. Sababu za kimaisha ni kufanya biashara. Ni kipindi kizuri ukaanzisha biashara. Na kama biashara haziendi vizuri, katika utaratibu mzuri wa mazingira yetu ni ya kutafuta mivuto. Yani watu wakufurahie na huduma yako iwe nzuri. Si kutafuta mvuto wa wateja waje kwa wingi, watu wakufurahie lakini huduma zako mbaya, mbovu, lugha zako mbaya. La, ni kipindi cha kubadilisha lugha iwe lugha nzuri na huduma zako ziwe ni nzuri, itakuwa ni mvuto katika biashara zako. Lakini ni kipindi kizuri cha kuchukua na kutoa. Kama kuna sehemu unadai, ni wakati mzuri wa kwenda kuchukua yale madeni yako. Na kama watu wakaja kuomba, pia ni vizuri ukawasaidia. Si lazima uwape wanachokitaka, hata ukawapa kidogo kutegemea na nafasi yako ni nzuri zaidi, au ukawapa zaidi, ni wakati mzuri katika kubadilisha kipato chako. Yale mambo ya watu kuogopa kutoa wakawa wanaona kama wanafilisika, hapana. Ukiendana na matukio, basi unakuwa unafanya vizuri zaidi. Utaona umetoa kingi na unapata kingi vile vile. Upande wa mapenzi katika nyota yetu ya mwisho ya samaki, mwezi huu unaleta msisitizo kwenye maisha ya nyumbani na mahusiano ya karibu, na ni wakati mzuri wa kuimarisha uhusiano na familia. Upande wa uchumi, fursa za kifedha zinaweza kujitokeza kupitia mirathi pia, au uwekezaji wa muda mrefu. Kwa hiyo ni vizuri watu wakaangalia hayo nilikuwa nimeelezea. Na kwa ujumla katika mwezi huu wa 10 na mwezi huu wa 5, yani mwezi Mei, wa kinyota kama ninavyoelezea kwenye mapenzi, ni vizuri watu wakaepuka zaidi maamuzi yale makubwa ya kimapenzi hadi baada ya tarehe 21, kwa sababu kuna mabadiliko ya ile nyota ya Venus. Venus huwa inakuwa inatawala kwenye mambo ya mapenzi, mambo ya starehe, mambo ya burudani, mambo ya kujiachia, watu kupenda raha raha. Kwa hiyo ni vizuri wakaepuka maamuzi makubwa. Ikibadilika hapo, maana Venus itakuwa imeondoka. Kwa itakapokuwa imeondoka pale, itakuwa inakusaidia wewe kukupa nafasi ya kujitanua sasa zaidi.
Na pia vile vile kwenye uchumi ni vizuri wakaangalia mipango ya kifedha yale ya muda mrefu. Yani watu waweke zile mipango ya muda mrefu, kwamba naanzisha kilimo cha matikiti, nitavuna baada ya miezi mitatu. Naanzisha kilimo cha mpunga, mavuno yangu ni baada ya miezi mitatu. Hii ndio mipango ya fedha ya muda mrefu. Kwa hiyo baada ya miezi mitatu nitavuna, alafu naanza kuangalia, ili usifanye matumizi yale ya kukuvurugia. Ndani ya miezi mitatu kama utatumia vibaya, maana yake utafika kule kwenye miezi mitatu anasema umechoka. Kwa hiyo nashukuru sana kwa kunisikiliza, mtaalamu wenu Mwalimu Abul Hassan Jumar. Kwa mawasiliano ya kutaka kujua zaidi na kutaka utatuzi wa shida zetu mbalimbali, Mwalimu Abul Hassan Jumar, mtaalamu wenu wa elimu za nyota na namba na kutatua shida mbalimbali. Asanteni.